Mji safi na wenye mpangilio huanza na uwajibikaji kwa kila mmoja. Hili limekuwa msisitizo katika operesheni ya kukagua hifadhi za barabara iliyofanyika katika maeneo mbalimbali ya wilaya Magharibi B Unguja. Wakala wa barabara Zanzibar inawataka wananchi, wafanya biashara na taasisi zilizo karibu na hifadhi za barabara kuhakikisha wanazingatia sheria, ikiwemo kutoweka vyombo vya moto katika njia za wapita kwa miguu na kutofanya biashara katika maeneo yaliyotengwa kwa matumizi ya barabara. Kwa juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kama wakala barabara tumefanya operation leo mkubwa wa kuhakikisha katika maeneo yetu ya Kiembe Samaki, maeneo ya Chukwani, kuhakikisha maeneo haya yanapitwa salama na yanatumiwa vizuri na wenye njia. Kwa wale ambao wanatumia barabara kwa sehemu za wapita kwa miguu, basi tulikuwa tumewakamata tukishirikiana na baraza la manispaa ya Magharibi B ili kuwa ni fundisho kwa na wengine. Na tunatoa wito kabisa kwa wananchi wote. Serikali imetumia jitihada kubwa sana ya kuhakikisha kwamba hizi barabara zinajengwa pamoja na njia za wapita kwa miguu. Ni vyema zaidi barabara hizi zitumike ipasavyo kwa utaratibu wake. Wenye vyombo watumie maeneo ya kupita vyombo, na wale ambao wanapita kwa miguu wapewe fursa na uhuru kutumia katika maeneo ya miguu. Wafanyabiashara waondokane kabisa na swala zima la kuziba njia hizi, wakaona sehemu hizi ilikuwa ni sehemu sahihi katika sehemu ya kufanya biashara, bali ni sehemu zinakuwa wazi kwa ajili ya wapita kwa miguu. Ustaarabu ni vitendo. Ustaarabu ni kuonekana kwamba sisi ni wastaarabu. Ni vyema watu wachukue hatua kwa moyoni mwao, kwa njia zao, kabla ya kushurutishwa na sheria na mamlaka zenyewe. Katika operesheni hiyo, mwanasheria wa wakala barabara Zanzibar, Mbaraka Saidi Hasuni, amezungumza na wafanyabiashara, wakuu wa taasisi pamoja na wananchi, akiwataka kutokiuka hifadhi ya barabara na kuhakikisha njia za wapita kwa miguu zinaendelea kuwa wazi. Muuzaji wa hami hindi anauzia watoto wanafunzi mle. Sijui mmeweka utaratibu gani kama shule kuuza vitu katika sehemu ya shule wake barabarani, ama sijui vipi. Au hawauzii watu wa shule, wanauzia sehemu nyingine, lakini pale pana watu wengi na pamekuwa ile tawasira mbaya, barabara imepotea sasa hivi. Tumetia ile si kwa sababu ya maombi ya shule. Utaratibu wa uwekaji sawa wa barabara mote sasa hivi, sehemu ya pembeni kama pana msingi utazibwa. Si wito wetu kwa shule, na tunatoa maelekezo leo. Sisi tunaenda kuwapa onyo wao na tunataka tuwaondoke, lakini kutointerfere barabara na barabara ile ni pale ni kwa ajili ya watembea kwa miguu. Kwa upande wa manispaa ya Magharibi B, suala la usafi na uhifadhi wa maeneo ya barabara limepewa kipaumbele, huku hatua zikichukuliwa kwa wale wanaokiuka sheria. Kwa wale ambao wamekuwa wakikiuka maelekezo na kuingilia hifadhi za barabara, hatua gani zinachukuliwa? Mtendaji wa manispaa ya Magharibi B, Hisham Juma Abdalla, anaelezea. Kupitia scenario hii ya kuondosha watu barabarani, manispaa imepokea agizo hili na tunalitekeleza kama linavyotakiwa. Kuanzia tangia Mheshimiwa Rais kwanza kuleta maelekezo haya, manispaa tumekuwa hatuna muda kupumzika ofisini. Tunafanya kwa wakati kuanzia 11 asubuhi mpaka 12 jioni. Tunahakikisha barabara zote ziko salama, ziko safi na hakuna wanaofanya biashara pembezoni mwa barabara. Tunajitahidi sana kwa hilo. Hatua tunazozifanya, moja ni kuchukua biashara ya mfanya biashara au kuondoka na mfanya biashara kwa kwenda naye ofisini. Kwa hatua zinazofuata, aidha kupigishwa faini au kufuata taratibu zingine, hata kumpeleka mahakamani ikiwa atavunja maagizo ya serikali. Operesheni hiyo imefanyika katika maeneo ya Chukwani, Mbweni na Kiembe Samaki, ambapo baadhi ya wafanyabiashara waliokiuka sheria wameondolewa katika hifadhi ya barabara. Hatua hizi zikilenga kuhakikisha njia za wapita kwa miguu zinabaki salama, hifadhi za barabara zinalindwa na mji unaendelea kuwa safi na wenye mpangilio. Kwa kuwa mji safi huanza na uwajibikaji, jukumu la kuhifadhi hifadhi za barabara si la mamlaka pekee, bali ni la kila mwananchi. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatuma Bernard, ASAM Online TV.
Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.